Hofu ni mbaya, usijaribu kuikaribisha kwenye maisha yako. Jambo la tatu, pointi yetu ya tatu na ya mwisho kwa leo, madhara mengine ya hofu. Hofu inaporuhusiwa kuingia ndani ya fikra za mtu au ndani ya maisha ya mtu, inampofusha fikra. Hofu hupofusha fikra. Mwambie mwenzako, hupofusha fikra. Hofu inapofusha fikra ya mtu. Andika, ndio pointi ya tatu hiyo, kwamba hofu inapofusha fikra. Inapofusha fikra. Sasa kupofusha fikra maana yake ni kwamba, kwa sababu huwezi kupofusha kitu kama haina macho. Maana yake ndani ya fikra kuna macho. Kuna macho yako ya ndani ambayo hofu inatafuta kupofusha, na macho yako ya ndani yakipofushwa, afadhali upofuke macho ya nje, lakini sio macho ya ndani. Nimeongea na mtu mmoja. Hofu ikiingia inapofusha macho ya fikra zako, inapofusha macho yako ya ndani, na macho yako ya ndani yakipofuka, unakuwa disconnected na ulimwengu wako wa roho, kwa sababu kinachokuunganisha na ulimwengu wa roho ni yale macho ya ndani. Macho ya ndani yanaona kitu kwenye ulimwengu wa roho, hayo macho ya ndani. Sasa kama umepofuka, manake uko disconnected, na kwa sababu hiyo kuna vitu vya kiroho haviwezi vikaja tena, kwa sababu wewe ni kipofu wa kiroho. Ni hatari sana macho yakipofuka, kwa sababu hakuna chochote cha maana kitatokea kwenye maisha yako. Kuna watu ni vipofu lakini macho yao ya ndani yanawaka. Unashangaa ni kipofu lakini ana akili, anaweza akatengeneza vitu. Kwa nini? Kwa sababu anaona kutoka ndani. Hakuna, labda nikueleze, katika utaratibu wa uumbaji na katika utaratibu wa kumanifesti vitu, ya kudhihirisha mambo ambayo yatokayo kwenye ulimwengu wa roho, huwa yanaumbika mara mbili. Inaumbika kwanza kwenye ulimwengu wa roho, alafu inakuja kuumbika baadaye kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Chochote ambacho kinahitajika kwenye maisha yako, chochote unachokitaji, ugonjwa ambao unataka uondoke, lazima uondoke kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Umenisikia? Kama hujafutika kwenye ulimwengu wa roho, hauwezi kufutika kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa lazima kwanza ifutwe kwenye ulimwengu wa roho, ndipo ambapo itafutika kwenye huku. Huku ni hardware, software ni huku kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo fikra zako ni software, ndio imebeba kila kitu. Kwa hiyo kama hayo macho ya ndani yakipofuka, maana yake huwezi kutengeneza mambo ya maana huku, kwa sababu utaratibu ni kwamba lazima kiumbike kwanza kwenye fikra, ndivyo kije kiumbike huku kwenye uhalisia. Umenielewa ninachosema? Ndio utaratibu ambao Mungu ameweka. Kwa ili wewe ujenge hicho unachojenga, lazima kwanza uione. Unanielewa ninachosema? Uione kwanza kutoka ndani. Ndio maana nikikuuliza unaona nini mbele yako, utasema kwamba mimi nataka nianzishe kampuni. Inawezekana kwa sasa hivi hauna kampuni, lakini tayari kwenye macho yako ya ndani unaona kampuni, unaona na ofisi, unaona labda nitaenda kuchukua ofisi sehemu fulani, kampuni yangu itahusu kitu fulani, kitafanya hivi, kitafanya hivi, una idadi ya wafanyakazi ambao watafanya, kila kitu unaweza kaandika. Lakini unaandika kutokea wapi? Kutokea ndani. Kwa nini? Kwa sababu macho yanaona. Lakini ukipofuka ndani, maana yake huwezi kuandika chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu lazima software iwe hai, ili kusudi huku tuweze kuona, huku kwenye screen tuweze kuona. Kwa unachokionaga kwenye screen ni matokeo ya software. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo macho ya ndani yakipofuka, maana yake hakuna cha maana ambacho utakiona huko kwenye maisha yako. Sasa hofu inakupofusha hayo macho yako ya ndani yasione, na usipoona ni hatari sana, ni hatari sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 4, anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie injili ya utukufu wake, isiwazukie injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu.
Anazungumza habari ya Mungu wa dunia hii kupofusha fikra za watu. Mungu wa dunia hii, pale kwenye Mungu ameandika kwa herufi ndogo, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Ameandika kwa herufi ndogo, maana yake ni shetani. Anaitwa Mungu wa dunia hii, anapofusha fikra. Akishapofusha fikra, maana yake hakuna jema anasema isiwazukie injili yake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo ukishapofushwa fikra, hutaona tena ile neema ya Mungu. Kwani macho yako hayaoni, unakuwa disconnected. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni hatari sana macho yako ya ndani yakipofuka, maana yake huwezi tena kuona kile chema ambacho Mungu alitaka ukione. Kitabu kile cha Mithali 23 mstari wa 7. Mithali 23 mstari wa 7. Biblia inasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo. Hebu sema aonavyo. Hebu sema aonavyo. Nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani unavyojiona ndani ndivyo ambavyo dunia inakuona. Hatuwezi kukuona mpaka umejiona wewe kwanza. Maana yake ni kwamba unavyojiona wewe, unavyosimamaga mbele ya kioo, ukijipa max, ukatoka nje ya kioo ukatembea huku nje, ndivyo ambavyo sisi tutakuona. Yaani vile unavyojiona, unavyojikagua, ukajiamini, ukatoka mbele ya kioo ukaondoka, ndivyo ambavyo sisi tutakuona. Lakini ukishajishushia maxi mwenyewe mbele ya kioo, hakuna namna ambavyo tutakupa maxi. Kwa nini? Kwa sababu ujionavyo ndani ndivyo ulivyo. Na sisi tutakachokiona nje ni hicho ambacho umedisplay wewe. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Macho ya ndani ndio yanatupa tafsiri huku nje. Sisi huku nje tunaona kilichotoka ndani. Kwa aonavyo mtu, ukijiona mnyonge, kwa kweli dunia nzima itakuona wewe ni mnyonge. Hakuna namna ambavyo utajiona wewe mnyonge alafu tukakuita wewe ni jasiri, tukakuita wewe una nguvu. No, ukijiona wewe ni mdhaifu, maana yake ni mdhaifu kabisa, na ndivyo ambavyo dunia nzima itakuona. Ukijiona mshindi, ndivyo ambavyo sisi huku tutaona hivyo hivyo. Kwa sababu unashinda kwanza ndani, ndivyo ambavyo manifestation inatokea huko nje. Kwa lazima kwanza ndani ujione umeshinda, ujione umepona, ujione wewe ni mtu mkuu, sio mtu mnyonge, ujione ni mtu jasiri, ujione ni mtu uliobarikiwa, ujione ndani. Hata kama kwa nje matokeo hayajaonekana bado, isikusumbue, lakini macho yako ya ndani yakiona, ni swala la muda tu kabla udhihirisho hujatokea kwenye uhalisia. Kwa lazima ujione kutoka ndani, lazima upone kutoka ndani. Kama hujapona kutoka ndani, hata ubandikwe miguu na mikono, hauwezi kupona. Kwa nini? Kwa sababu lazima upone kwanza ndani. Lazima kwanza macho yako ya ndani yaone uzima. Kama unaona mauti, hata utibiwe na madaktari bingwa wapi, utakufa tu. Kwa nini? Kwa sababu tayari wewe unaona kufa tu. Lakini ukipona kutoka ndani, hata wakikupa maji unapona tu. Unapona. Kwa nini? Kwa sababu umekwisha amini. Kuna mtu mmoja alipata shida ya uvimbe, na alikuwepo mazingira ambayo huyu aliyekuwa naye hakuwa na dawa, na hakujua hata kama huo uvimbe inafanyweje ili apone, na hakuwa na pesa ya kwenda hospitalini. Alichokifanya yule mtu, akamwaminisha kuhusu kupona, na baadaye akachukua maji. Alivyochukua maji, akatafuta magadi, akachanganya, alafu akamnywesha, akamwambia hii dawa nimetoka, kuna mtaalamu mmoja amenipa na amesema hii ndio dawa inamalizaga hiyo shida. Kweli kabisa kwa nini kinywa tu hii uvimbe unaisha? Akasema amesema inamaliza ndani ya muda mfupi sana. Alikunywa hiyo maji iliyochanganywa na magadi. Ndani ya siku 2 hasikii tena ile shida iliyokuwa inamsumbua. Uvimbe ulikuwa wa tumboni. Anashangaa tu tumbo halimumi tena. Anashangaa akibonyeza hivi, alikuwa akibonyeza ni pagumu kweli. Anashangaa anabonyeza, mbona tumbo liko kawaida? Amepona kwa maji na magadi. Kwa nini? Baada ya kuaminishwa kwamba hii ni dawa, akaamini ni dawa, na akawa tayari kupona, akiamini kwamba huyu amesemaje, amesema hii ni ndani ya muda mfupi sana, biashara inaisha, na akapona. Angekuwa mbishi toka ndani, hata angepewa dawa sahihi, asingepona. Kwa hiyo unagundua kwamba kumbe huku ndani ukikubali, huku nje haina ubishi. Ile ukikataa huku ndani, huku nje hakuwezi kukakubali. Tunapona kwanza ndani, ndipo ambapo nje inajidhihirisha. Ndio maana nasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake
ndivyo alivyo. Hauwezi kuwa mshindi. Unajua mwanafunzi kwa nini anafeligi darasa? Ukiona mwanafunzi anafanya mitihani na akafeli, ukimuuliza hata kabla ya kuingia kwenye mtihani alikuwa anajua kwamba anaenda kufeli. Hata kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani alijua kwamba mimi hesabu hii hesabu lazima nitafeli. Kwa hiyo alitangulia kufeli kabla hata ya mitihani. Kwa nini? Ndio picha aliyokuwa nayo. Kwa wakati anaandika kwa kweli ana uhakika nitafeli. Lakini mkute jamaa jasiri, wakati mwingine ataletwa maswali ambayo hajafundishwa hata darasani, lakini kwa sababu anaamini kwamba mimi naweza bwana, mimi naweza nikafanya hayo maswali na nikashinda. Mimi siwezi kushindwa maswali. Unajua ile courage anayokuwa nayo, ule ushindi anaouona kwa ndani, unampa nguvu ya kusolve swali lolote hata kama lingefichwa namna gani. Na unashangaa anapata, mpaka unamuuliza, wewe mbona ile swali hatujai kufundishwa, umefanyaje ukapata? Hata yeye mwenyewe hajui, lakini ukweli ni kwamba kwa sababu alishinda kutoka ndani, ndio maana haikuwa ngumu kushinda huko nje. Kwa tunashinda kutoka ndani, ndivyo ambavyo inajidhihirisha huko nje. Kwa hiyo hatuwezi kumshinda shetani, hatuwezi tukashinda hofu bila kwanza kushinda huko ndani. Lazima tushinde ndani, ndivyo ambavyo udhihirisho utatokea nje. Kinyume na hapo haiwezekani. Kinyume na hapo haiwezekani. Nimalizie na hii hoja mara moja, alafu tukaombe. Kitabu kile cha Hesabu 13 mstari wa 31 hadi wa 33. Na kueleza habari ya nguvu ya ndani. Hofu inakunyang'anya, inazima macho yako ya ndani, na huwezi kuona kwa usahihi mambo ambayo Mungu anataka uyaone. Ni kitu cha hatari sana. Laiti ungesikiliza hii shule, itakusaidia sana. Hutaruhusu hofu. Utahakikisha kwamba hii kitu kumbe ni mbaya, hii kitu kumbe inanikwamisha, hii kitu kumbe inanipofusha macho yangu ya ndani yasione, na kwa sababu hiyo nitashindwa kupata kile Mungu anataka nikipate. Kwani kwa sababu hofu inavyoruhusiwa ndani yako, automatically inakudisconnect na chanzo chako ambayo ni Mungu. Hesabu 13:31 hadi 33, Biblia inasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu. Hiyo ni habari ambayo wanaleta ripoti kuwapelekea wana wa Israeli, inayowala watu wanaoikaa. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Warefu mno. Sio tu warefu mno. Sio wanapita labda juu ya hii dari. Kisha huko tulioona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Sasa sikiliza pointi yangu. Hoja iko hapo mwishoni. Anasema tukajiona nafsi zetu. Hebu sema 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 tukajiona nafsi zetu. Hii ni ripoti wanaleta hawa watu. Walitumwa wakapeleleze nchi. Wanakuja kuleta feedback. Wanakuja kusema tulipowaona wale majamaa ni marefu. Ni marefu. Alafu sisi tukajiona sisi. Tukajiona. Sio walituona. Tukajiona. Hebu sema tukajiona. Anasema tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Hakuna mtu aliyewaambia kwamba nyinyi ni mapanzi, wala sio wale watu warefu waliwaambia. Anasema tukajiona nafsi zetu, sisi tukajiona kuwa kama mapanzi. Hawajatuona wale Wanefili, no, hawajatuona wale watu wanaoka kwenye ile nchi, lakini tukajiona. Alafu akamalizia pale akasema, nao ndivyo walivyotuona. Kwa hiyo hawakuwaona ni mapanzi mpaka wao wamejiona mapanzi. Unasikia dada? Mpaka amejiona. Kwa hiyo mpaka umejiona, anasema tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba kumbe hawa watu lugha ya mapanzi ilitoka ndani yao. Na baada ya hapo wale wa nje ndio wakawatafsiri, kumbe ninyi ni mapanzi kwa sababu mlijiona mapanzi, na sisi hatuna namna nyingine ambapo tutawatazama. Ninyi ni mapanzi kwa sababu ndivyo mlivyojiona. Sasa unaelewa kwa nini na kueleza mambo haya.
hofu ikiingia ndani yako inakupofusha, unaanza kuona maruerue, unaanza kuona mambo ambavyo ndivyo sivyo, unaanza kuona tofauti na Mungu alivyokukusudia, unaanza kujiona kwa ndani. Ukijiona mnyonge, ndio dunia nzima itakuona wewe ni mnyonge. Ukijiona mshindwa, dunia nzima itakuona wewe ni mshindwa. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ulivyojiona wewe. Hatuwezi tukakuona tofauti na ulivyojiona. Lazima ujione kwanza. Kama unataka kujiona mshindi, ujione mshindi kwanza, ndivyo na sisi tutakuunga mkono. Kama umejiona mshindwa, maana yake utakuwa mshindwa daima. Sikiliza, ndio maana ni muhimu sana watu wajue ya kwamba wakati mara nyingi sana tunapaswa kujiona tumeshinda hata kabla zoezi la mashindano halijaanza, hata kabla mpira hujaenda uwanjani, tuwe tumeshajiona sisi ni machampion, tumeshashinda tayari. Ni kweli kwamba tunaenda kupambana na timu nyingine, inawezekana wamejiandaa sawa sawa na sisi au wametuzidi, lakini mentality yetu tumeiweka kwamba sisi ni washindi, sisi huwa ni machampion, hatuwezi tukashindwa. Ukishajiona umeshinda kabla hujaenda uwanjani, automatically hata mienendo yako, hata tembea yako itakuwa inazungumza ya kwamba huyu ni mshindi, kwa sababu tutakuangalia unavyotembea kwa kujiamini. Lakini mtu ambaye hajiamini, ambaye amejiona mshindwa, utamwona anavyoingia uwanjani anaingia ametetemeka miguu, kwa sababu hana uhakika, amekusha shindwa nje ya uwanja. Sikiliza, kesi nyingi sana watu wanashindaga ndani. Waulize wanasheria, watakwambia mara nyingi wanashinda wakiangalia tu kesi, wanaona hii inawezekana au haiwezekani, wanashindaga ndani ya ile room kabla hawajaenda mahakamani. Anacheki tu anakuambia hii tayari. Kwa nini? Wanacheki watapita kwenye kipengele hicho, watapita hapa, watapita hapa, watapita hapa, watapita hapa. Mwisho wa siku tunaibuka na ushindi. Kwa anajiona ameshinda hata hajaenda kusimama mahakamani. Lakini ukishajiona umekwisha shindwa, kaswali kamoja tu kihojiwa, unapotea network. Kwa nini? Kwa sababu ulishatangulia kujiona mshindwa. Hebu sema mimi ni mshindi. Hebu sema mimi ni mshindi. Hebu sema mimi nitaishi miaka mingi. Sikiliza, ukijiona ya kwamba wewe ni wa muda mfupi, utakuwa muda mfupi kweli. Ukijiona wewe ni msindikizaji, utakuwa msindikizaji kweli. Na sisi wote tutakuona wewe ni msindikizaji. Na sisi wote tutakuona wewe unaishi maisha yako ni mafupi. Kwa nini? Ndivyo ulivyojiona. Hatuwezi tukakuona tofauti. Anasema hawa watu wanasema kwamba tulijiona mapanzi na ndivyo walivyotuona. Maana yake ni kwamba hawajatuona tofauti na tulivyojiona. Tulitangulia kwanza kujiona mapanzi, ndivyo walivyotuona wao. Maana yake dunia haina kitu cha kukupa mpaka umeitoa kwanza ulichonacho ndani. Ukiitoa tu, ndivyo ambavyo sisi tutaitafsiri hicho ambacho umekitoa ndani. Ukijiona ulivyojiona, ndivyo ambavyo dunia nzima itakuona ndivyo ulivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ulivyojiona kutoka ndani. Wangapi wananielewa? Hii shule ni muhimu sana watu wakaipata. Itabadilisha mtazamo wako ndani. Kuna vitu hutapambana navyo kwa namna ya kawaida, kwa sababu utagundua kumbe ninashinda kwanza. Sikiliza, chochote unachokihitaji unatakiwa ukimiliki kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Ukimiliki kwenye fikra zako, hicho unachokihitaji kimiliki kwanza, kione ni cha kwako. Ndio maana Yesu anasema kwamba lolote mnaloliomba aminini kuwa mmepewa, nayo yamekuwa ya kwenu. Yaani anataka kwamba unaomba kitu hata kabla hakijaja kwenye uhalisia, uwe umeshaimiliki, uwe umeshakuwa ya kwako, umeshaichukua. Kwenye ulimwengu wa roho umeimiliki, unaiona. Ninahitaji shamba, nimeona shamba la ekari kadhaa. Kama ni kampuni nimeshaiona, hata kama sijaanza hata kuandika proposal. Lakini nakwambia unaona kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo ambavyo itajidhihirisha kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Unashinda kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo ambavyo itajidhihirisha. Lakini lazima macho yako ya ndani yawe wazi, kwa sababu macho ndio yanayoona. Ndio maana Yeremia 1:11 na 12, Biblia inasema Mungu akamuuliza Yeremia, akamwambia, Yeremia unaona nini? Akamwambia kwamba naona uvito wa mlozi. Akamwambia umeona vema. Kwa nini? Kwa sababu naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anajaribu kuaccess, kucheki macho ya huyu jamaa kama anafanya kazi. Alivyomwambia nimeona ufito wa mlonzi, akamwambia okay, kumbe macho yako yako vizuri. Sasa mimi nitafanya, kwa sababu mimi naliangalia neno langu. Naangalia neno langu gani? Maana yake ni kwamba sitafanya mimi, Mungu sitafanya kitu chochote mpaka imeumbika kwanza kwenye ulimwengu wako wa fikra. Mpaka kwanza imeumbika ndani yako ndio ninaweza kufanya. Kama kitu hakijaumbika ndani, hakuna namna ambavyo naweza nikafanya. Ndio maana namwambia wewe Yeremia, kama hujaona huu ufito, sina namna ambavyo nitakusaidia. Mpaka kwanza macho yako ya ndani yaone, mpaka uone umeshinda, mpaka uone umepona, mpaka umeona unamiliki unachokitaka. Ndivyo ambavyo na mimi ukiniomba nitafanya, maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio utaratibu.
Lakini usije ukaanza kujiona unakufa kufa. No, jiona una miaka mingi sana ya kuishi. Ndipo ambapo muombe Mungu kwamba sasa Mungu timiza hili ambalo naliona kwa ndani. Haleluya. Jione umeshinda, jione unacho hicho unachokihitaji, jione, imiliki kwanza, ione. Alafu ndivyo Mungu atatimiza. Maana anasema kama umeshaona kwa macho ya kawaida, kwa macho yako ya ndani, sina namna Mungu, lazima nifanye, kwa sababu kama imeumbika ndani yako, kazi yangu ni nyepesi tu. Anachokifanya, kama anahitaji kukuunganisha na mtu, atakuunganisha na mtu aliyebeba fursa unayohitaji. Kama anahitaji kukutanisha na, yani anachokifanya ni rahisi, maana macho ya ndani yanaona. Haleluya. 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 Usipoona kwa ndani upati, mpaka umeona kwa ndani kwanza. Anamwambia Yeremia, sifanyi Yeremia mpaka uone. Anamuuliza swali, unaona nini Yeremia? Mpaka aseme picha anayoiona kwa ndani. Hakuwa anazungumzia ufito wa mlozi ambao unaonekana kwa macho hivi. Sio macho ya kawaida, alikuwa anazungumza macho ya ndani. Anamwambia unaona nini? Anamwambia nimeona. Anamwambia macho yako yako vizuri. Sasa niko tayari kufanya kazi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Simama kwa miguu yako. Hofu ni kitu kibaya. Inakupofusha usione fursa. Inakupofusha, macho yako ya ndani yanaacha kuona inavyopasa kuona. Ni hatari sana. Lakini anasema pendo lililokamilishwa linaondoa na kufutilia mbali hofu. Tamani Mungu aondoe kabisa kila mzizi wa hofu iliyopata nafasi ndani yako, ing'olewe na kuondoshwa kabisa kwenye ulimwengu wako. Kwa nini? Kwa sababu hatuhitaji kuona kwa macho kila kitu, lakini tunahitaji kuona kwa macho ya ndani kila kitu. Ukishaona kwa macho ya ndani kila siku, haikusumbui unachokiona huku nje. Wakikuona unavyokuona isikusumbue, kwa sababu ndani yako unaona mimi nimekusha shinda, mimi nimeshapona. Wakisema bado hujapona, waambie ninyi ndio mnasema. Mimi nimeshapona kutoka ndani. Humu ndani kwangu nimepona. Huku ndani kwangu mimi nimepona tayari. Ninacho hicho ambacho nakihitaji tayari, ninakimiliki tayari. Haijalishi ya kwamba huku nje bado. Nakwambia macho ya ndani yamekusha nionyesha ushindi. Yamekusha nionyesha mimi nimeshashinda. Mimi nimeshapona. Nimeshavuka. Niko kwenye level nyingine. Hainisumbui mnaona nini? Maneno yenu hayanisumbui, kwa sababu naona ng'ambo ya mto. Mimi ninaona kitu ninyi hamuoni, na ndio maana hainisumbui. Macho ya ndani yakiwa sahihi, macho ya ndani yakiwa naona, haikusumbui maneno ya wanadamu, kwa sababu una uhakika ya kwamba picha niliyoiona kwa ndani, Mungu wangu ataitimiliza upesi. Mungu wangu ni mwaminifu na ataitimiliza upesi. Ataifanya kama alivyomwambia Yeremia ya kwamba naliangalia neno langu. Neno gani? Hili ambalo limeumbika ndani yangu. Hii picha ninayoiona, Mungu wangu ni mwaminifu, ataitimiza. Haleluya. Sema maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa sauti kabisa. Bwana Yesu. Sema kwa sauti kabisa. Bwana Yesu. Nimekuwa mtumwa wa hofu. Nimeteseka na vitu vingi. Nimehofia mambo mengi, na imefungua mlango wa mabaya kuja kwenye maisha yangu. Nimekuwa mtumwa, nimekuwa gerezani kwa sababu ya hofu. Mateso yamezidi kwa sababu ya hofu. Magonjwa yamefanya kwangu kuwa makao makuu kwa sababu ya hofu. Afya yangu imezorota kwa sababu ya hofu. Mungu Baba, ninaomba uingilie kati. Ninaomba ukaniondolee huu mzizi. Ng'oa kabisa utoke ndani yangu katika jina la Yesu. Hofu ikaondolewe ndani yangu. Biblia inasema pendo la Kristo linang'oa linatupilia mbali hofu. Mungu, ninaomba kwa ajili ya upendo wako ukang'oe kila aina ya mzizi, ukaondoe kila element ya hofu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hofu inayonisumbua iachie maisha yangu, iachie maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa yaniondoke, magonjwa yaniondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hofu iliyofungua mlango kwa ajili ya magonjwa, umefungua mlango kwa ajili ya mateso, umefungua mlango kwa ajili ya umaskini, kwa jina la Yesu ninakuondoa, ninakung'oa ndani yangu, ninakung'oa ndani yangu kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninang'oa kwa jina la Yesu.
Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninang'oa kila aina hofu kwa jina la Yesu. Inaondokee sasa, inaondokee sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Kila mzigo ulioachiliwa juu ya mabega yake ukaondoshwe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Kila picha iliyoko ndani ya mioyo yao na ikafutwe, na ikafutwe, na ikafutwe, na ikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila picha, kila hofu iliyoko ndani yao, ikawaachie, 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 ikawaachie kwa jina la Yesu. Raboko shekema, riboseke, karabaka, raboseke, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, ukawasaidia watoto wako, ukawasaidia watoto wako Bwana, ukawasaidia watoto wako Bwana, kwa jina la mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, ukawasaidia watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Karabakasheki. Pokea sifa Yesu, pokea heshima. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya mafundisho haya. Pokea sifa na utukufu kwa sababu zinakustahili wewe, katika jina la Yesu. Hakuna hata mmoja anayestahili kuchukua sehemu ya utukufu huu. Kwa damu ya Yesu na achilia Mungu wa rehema, Bwana Yesu, ulinzi juu ya watoto wako, kwa walinde waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana.